Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kutumia maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba kama jukwaa la kutangaza bidhaa zinazozalishwa visiwani, ubunifu wa wajasiriamali pamoja na fursa mbalimbali za uwekezaji. Hayo yameelezwa na Naibu Waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Ayub Mohamed Mahmud, wakati wa maadhimisho ya siku ya Zanzibar ndani ya maonyesho hayo. Kwa miaka 50 sasa, maendeleo haya yamekuwa jukwaa la kuunganisha mawazo, ubunifu na fursa, yakiwezesha wafanya biashara, wazalishaji, wajasiriamali na wawekezaji kukutana, kubadilishana uzoefu na kujenga mahusiano yenye manufaa kwa maendeleo ya uchumi wetu. Napenda kutumia fursa hii kutoa pongezi za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Biashara, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania kwa maana ya TanTrade, kwa kufikia hatua hii muhimu ya kuadhimisha miaka 50. Pongezi za pekee kwa timu nzima ya maandalizi ya maonyesho kwa kufanikisha maandalizi mazuri. Hongereni sana. Kwa kweli maonyesho yamependeza na yanaakisi miaka 50. Na mimi nimepata fursa ya kutembelea sehemu tu ya maonyesho hayo. Na kipekee nilitembelea banda la Zanzibar ambalo lilikuwa na bidhaa, taasisi za serikali, makampuni wakionyesha jinsi gani wanafanya shughuli zao. Vile vile nilipata fursa ya kutembelea wenzetu wa Mamlaka ya Bima Tanzania pamoja na banda la Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Ndugu wageni waalikwa, siku ya Zanzibar katika maadhimisho haya ni zaidi ya tukio la kawaida, kwani ni fursa ya kuonesha utambulisho wa Mzanzibari kupitia mila na utamaduni, fursa za kiuchumi na dira ya maendeleo kwa washiriki mbalimbali wanaoshiriki maonesho haya. Na leo hapa kwa muhtasari sana tumeona sehemu tu ya utamaduni wa Zanzibar. Tumewaona wenzetu waliotuonyesha mavazi, lakini pia tumeona hata taarabu yetu ya Rahatu Zaman ikionyesha burudani ya asili ya Zanzibar. Hongereni sana. Mimi nataka niwatie moyo na niwaambie kwamba endapo tutayaendeleza haya, basi wale wageni wanaokuja Zanzibar na tukiweka kituo maalum cha kuyaonyesha haya, hawataondoka Zanzibar bila ya kufika kwenye kituo hicho. Na hilo linawezekana. Na ninalisema hilo kwa sababu ninajaribu kuweka angalizo. Tusije tukasahau wale waliopita na ukili kwa kuwakumbuka tu wale waliopita mwisho na mishono ya kisasa ya kanga za Zanzibar. Sasa ili tusisahau, ni vyema tukumbushane kwa kuyaweka yale na kuyaonyesha. Mahmud amesema serikali inaendelea kuwahamasisha wazalishaji, wafanyabiashara na wajasiriamali kushiriki kikamilifu katika maonyesho ya biashara ili kupanua masoko ya bidhaa na huduma zao ndani ya nje ya nchi. Amesisitiza kuwa ubora wa bidhaa, vifungashio vya kisasa na utoaji wa huduma bora ni mambo muhimu yatakayowezesha bidhaa za Zanzibar kushindana katika soko la kikanda na kimataifa. Leo tunasimama hapa kuonyesha kuwa Zanzibar inaendelea kubadilika, ikijenga uchumi unaozingatia biashara, uwekezaji, viwanda, ubunifu na matumizi endelevu ya rasilimali zilizopo. Tukiri kwamba kwa ukubwa wa eneo Zanzibar ni ndogo, lakini kwa ubora wa bidhaa na huduma Zanzibar ni kubwa zaidi ya tunavyofikiri. Na hilo ndiyo iwe chachu kwetu. Tuende tukashindane kwa ubora wa bidhaa, ubora wa vifungashio na ubora wa utoaji wa huduma. Na hili linawezekana kwa nini? Watu wa Zanzibar kwa asili ni watu wenye vipaji na vipawa. Na katika hali hiyo, tukiwekeza zaidi kwenye rasilimali watu, tuna nafasi nzuri ya kuuza bidhaa hiyo pia nje, ndani na nje ya nchi yetu. Ndugu wageni waalikwa, kauli mbiu ya maonyesho ya mwaka huu inasema kuwa
Maonesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba ni fahari ya Tanzania, na kweli tumejionea kuwa hii ni fahari ya Tanzania. Ndugu zangu, kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mchango wa Zanzibar katika uchumi wa Tanzania kwa kuonyesha uwezo wa wazalishaji, wafanyabiashara na wajasiriamali wake katika maonyesho ya Sabasaba. Kupitia siku hii ya Zanzibar, tunalenga kuitangaza Zanzibar kama eneo lenye fursa katika sekta mbalimbali, ikiwemo kukitangaza Kiswahili kama fursa ya biashara ndani na nje ya Zanzibar kupitia sekta ya utalii na uchumi wa bluu, ambapo Zanzibar inaahidi kuwa itakisimamia ipasavyo Kiswahili katika kusaidia kukuza uchumi wa nchi. Lakini vile vile tutashajiisha na wageni wetu kutumia fursa hii kukitumia na kukitangaza Kiswahili, ambapo Zanzibar ndipo kilipozaliwa. Lugha hii wengine huwa kidogo wanapata ukakasi, na nadhani Mheshimiwa Jafo atakuwa ananielewa vizuri yeye, wako jani, na wanapata ukakasi kwa sababu wengine wanasema kimezaliwa Tanzania bara. Lakini hebu tukichunguze uzuri Kiswahili kwa kusemwa, kwa fasaha, na nadhani tunaweza tukapata majibu juu ya wapi kimezaliwa. Na ndio maana kuna utani unaotumika humu mitaani sana unaosema kwamba Kiswahili kimezaliwa Zanzibar, kikakulia Tanzania bara, kikafia Kenya na kikazikwa wapi? Uganda. Huo ni utani, sio, haimaanishi hivyo. Aidha, tunawaomba kushirikiana nasi katika kujenga uchumi kwa kuuza lugha hii ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ikizalisha ajira hapa nchini.